Kash Peter aliwahi kuwa mkurugenzi wa FBI na mshauri wa ngazi ya juu katika masuala ya usalama wa taifa. Ameibua tuhuma mzito dhidi ya Christopher Wray aliyekuwa mkurugenzi wa FBI wakati wa tukio la Januari 6, 2021. Peter anasema Wray alidanganya bunge la Marekani kuhusu idadi ya maafisa wa FBI walikuwa wakiendesha operesheni kwa siri siku hiyo. Kwa mujibu wa Peter, kulikuwa na maafisa wa FBI 274 waliokuwa wamevalia kiraia na kuwekwa kwenye eneo la Capitol, kinyume na ushahidi uliotolewa wa awali. Maafisa hao walitumwa katika jukumu la kudhibiti umati baada ya polisi wa Metro kutangaza kuwa kulikuwa na ghasia, jambo lililokwenda kinyume kabisa na viwango vya kawaida vya FBI. Patel alieleza kupitia Fox News bana. Kauli hii inapingana moja kwa moja na ushahidi wa Wray mwenyewe mnamo 2023 alipokuwa akitoa maelezo mbele ya kamati ya mahakama ya Seneti. Wray aliweka wazi kwamba hakukuwa na maafisa wa siri waliokuwa kwenye eneo la tukio. Tuhuma hizi zimezua mjadala mkubwa nchini Marekani, zikiongoza shaka juu ya uwazi wa taasisi za usalama kuhusu matukio ya Januari 6, ambapo wafuasi wa Rais Donald Trump wakati huo walivamia jengo la bunge la Marekani. Wachambuzi wa kisiasa wanasema iwapo madai ya Patel yataungwa mkono na ushahidi zaidi, basi yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uaminifu wa FBI na pia kufufua upya mijadala mikali kuhusu kile kinachoongelewa siku hiyo yenye utata mkubwa katika historia ya ndani ya Marekani. Bana, sasa hivi Marekani kila mmoja anajaribu kuichukua sheria na kumbalagaza yule ambaye anaona anamweza. Sasa hivi director zamani wa FBI naye anapitia wakati mgumu kwa sababu anaulizwa baadhi ya maswali ambayo kiukweli yalikuwa yametokea muda mrefu sana 2021, lakini anakuja kubadanishwa hii 2025. Mwenyewe anasema sikumbuki. Kwenye baadhi ya majibu mengi ambayo anatoa, neno ambalo analitaja ni sikumbuki idadi kamili. Lakini hatujajua ripoti ambayo zitatoka itakuja kwa namna gani, italeta uaminifu bado kwa FBI au itakuwa ndo itashusha hadhi moja kwa moja kwa shirika hili ambalo limefanya kazi kwa ukubwa zaidi duniani mpaka hivi sasa.